sisi kama Chama cha Demokrasia na Maendeleo tunahubiri maendeleo. Hiyo ndio dhana nzima ya chama chetu. Tunahubiri uzalendo wa nchi yetu, tunahubiri uzalendo kwa ajili ya taifa letu. Lakini juzi nimemsikia anasema kwamba tutaandika barua FIFA kwa ajili ya kuzuia mashindano ya AFCON kwa sababu nchi yetu imedhihirisha kwamba kuna ugaidi, na mbaya zaidi ambapo nasikitika sana akasema serikali yenyewe ndio imetangaza kwamba kuna magaidi 58 ambao wako magereza. Bwana Heche ni msomi, ni mwalimu kitaaluma. Sasa unaposema kwamba kuna magaidi, ina maana kwamba tayari mahakama imeshatoa hukumu. Anashindwa kutofautisha kati ya mtuhumiwa na mhukumiwa. Hawa ni watu wawili tofauti. Kilichopo kwenye nchi yetu sasa hivi leo ni kwamba kuna tuhuma, kuna watu ambao wanatuma za kupanga au kupangilia kufanya ugaidi kwenye taifa letu, lakini hakuna mahakama yoyote ile katika taifa letu ambayo imewahi kuhukumu kwamba huyu mtu ni gaidi, na kwa sababu ni gaidi basi kwa mujibu wa sheria hukumu yake ni hii. Hakuna kitu kama hicho. Kwa kilichopo leo tunaongelea tuhuma zilizopo kwenye mahakama. Tunaongelea tuhuma ambazo bado ziko mahakamani. Hakuna mtu hata mmoja ambaye leo hii amehukumiwa kwa ajili ya ugaidi. Turejee kesi ya Mheshimiwa Freeman Aikaeli Mbowe ambaye alipewa kesi ya ugaidi. Ilikuwa ni kesi ya ugaidi, lakini mwisho wa siku serikali au vyombo vya mamlaka ikiwemo DPP aliridhisha kabisa kwamba hapakuwa na kesi ya msingi, kwa hiyo akaamua kuondoa ile kesi. Na Mbowe akaachiwa. Leo tuna watu ambao wako magereza, wako mahabusu kwa ajili ya hizi tuhuma za ugaidi. Hawa watu mpaka sasa hivi hawajahukumiwa. Kwa nini Bwana Heche anasema kwamba serikali imethibitisha kwamba kuna magaidi? Ni kitu gani ambacho Heche anakijua? Ni njama zipi ambazo Heche anazijua ambazo alikuwa yeye amepanga? Sasa watu wake wameshakamatwa, kwa hiyo ameshatoa hukumu. Sasa yeye kama jaji ameshatoa hukumu kwamba kuna magaidi, kitu ambacho sio kweli. Hii ni dhana nzima ya kuharibu taifa letu, ni dhana nzima ya kuharibu nchi yetu, ni dhana nzima ya kuharibu maendeleo ya taifa letu. Leo hii AFCON inavyokuja kufanyika Tanzania, serikali yetu imetumia a lot of money, a lot of billions kwa ajili ya kuiconvince shirikisho la soka Afrika liweze kuruhusu AFCON ifanyikie Tanzania. Billions of money zimetumika. Leo miundombinu inatengenezwa kwa ajili ya AFCON. Lakini Bwana Heche anasema eti tutaiandikia FIFA tuzuie AFCON, kitu ambacho ni mtu ambaye sio mzalendo pekee ndio ana uwezo wa kuongea maneno kama hayo. AFCON inapokuja Tanzania, sisi kama Watanzania tunanufaika. Watakuja watu wengi kutoka nje. Mtu akija kuangalia mpira, kwa mfano uwanja ule wa Arusha, mtu akija Arusha kuangalia mpira atatamani kwenda Serengeti. Huyu mtu atatamani kuingia Ngorongoro. Huyu mtu atatamani kupanda mlima Kilimanjaro. Hata ishia tu kuja kuangalia. Akienda huko ni fedha hizo ambazo tunaingiza. Hawa watu akija, mahoteli yetu yatapata wateja. Mahoteli yetu watu watalala. Ni kipato hicho ambacho kinaenda kutengenezwa. Hawa watu watakula, kuna wengine watashuka kula mpaka huku kwa mama ntilie ili wajue utamaduni wetu, ili wajifunze uhalisia wetu. Wataenda mpaka huku kwa mama ntilie. Mama ntilie nao watafanya kazi. Mama mboga watafanya kazi. Lakini sasa mtu ambaye sio mzalendo ndo anaweza akatoka akasema kwamba AFCON isifanyikie Tanzania, au anaweza kushawishi kwamba AFCON isifanyikie Tanzania, wakati sisi kama Chadema tunahubiri maendeleo. Sasa tunapohubiri maendeleo alafu bado Heche anakuja kuongea, makamu mwenyekiti anakuja kuongea kwamba tuandike barua FIFA ili tuzuie AFCON, ni vitu ambavyo ni vitu vya ajabu na vitu vya hovyo, na ninarudia tena, ni mtu mjinga ambaye hataki maendeleo ya taifa letu ndio anaweza kuzuia AFCON. Kwa hiyo nimuombe sana Bwana Heche asitaki kutugombanisha Chadema na wananchi. Sisi tunapenda sana Chadema. Sisi tunakipenda sana chama hiki. Ndio maana tunakipigania usiku na mchana. Ndio maana tunapambana kuhakikisha kwamba chama hiki kinaendelea kusimama katika misingi yake ile ambayo tulikuwa tumeitengeneza. Ndio maana tunaendelea kupambana kuhakikisha kwamba chama hiki kinarudi kwenye ule mfumo ambao ni mfumo mzuri, mfumo ambao ni kwa ajili ya kuleta